Unaona hili tunda watu wa Mombasa, watu walio Tanzania, watu wa East Africa, kuna sehemu sana hii matunda inapatikana. Hii inaitwa nazi. Hili tunda ni muhimu sana. Ni muhimu sana sana. Kuna mambo mengi ambayo inaweza kusaidia kwa hili tunda. Kando na mambo ya kukuna nazi tunakula, kuna mambo mengi ambayo inaweza kusaidia. Na leo nataka niwapatie sehemu ambayo inaweza wasaidia. Kwa mfano, kama unataka kufanya ulinzi katika nyumba ambayo ni mpya, unataka kuingia kwa nyumba mpya, alafu unataka Mungu akusaidie kufanya maombi ya hiyo nyumba mpya, pamoja na yale maombi yenye utaomba, jinsi ya kuitumia ili kukusaidia pia pamoja na hayo maombi yenye utaomba. Chukua tunda kama hili, lizungushe katika kila rumu mara 11. 1, 2, 3 mpaka 11. Unatoa, unaenda kwa room nyingine, unalizungusha hapo ndani, ina roll mara 11. Ukitoa unaenda kwa living room, ukitoa unaenda kwa bedroom, ukitoa hivyo hivyo. Ukishamaliza kuzungusha kwa kila room, unajua kile utafanya? Pasua maji yanayotoka pale, tumia kuchanganya kwa maji mengine, alafu weke ndani chumvi kidogo ya bahari. Osha ile nyumba yote na hiyo maji. Wakati unafanya vile, unafanya kama leo, kama kesho utaingia. Ukishamaliza kuosha, chukua mishumaa kulingana na hesabu ya hizo room. Kama ni nyumba ya room 7, chukua mishumaa 7 nyeupe. Akisha zote jioni, weka kila room katikati vizuri. Funga mlango vizuri, acha zikiwaka, enda zako. Ukikuja asubuhi utapata kukusanya ile mabaki ya mishumaa yote, unamwaga nje. Unaosha nyumba yako kama kawaida, unaingia. Hiyo tunda itakuwa inatumika katika sehemu hiyo. Umemaliza. Ulinzi uko kwa hiyo nyumba, na Mungu sio ati ameleta hiyo ulinzi kwa ajili ya hiyo maji, lakini ina contribute kuondoa negativity na mambo yale machafu ambayo yamezuia ama yanaweza kuandama kwa hiyo nyumba. Kupata kibali na ile tunda ama nazi, kufaidika na nazi, kupata kibali, unachukua maji yake, unahakikisha imetoka maji yake na nini? Imetoka maji yake kwa jicho moja, usipasue. Toa maji yake ukitumia jicho moja. Alafu hayo maji weka kwa besheni. Osha uso wako kwa siku 3. Kila siku mara moja mpaka baada ya siku 3. Enda safari yako, utapata kibali mahali ulikuwa unaenda. Kama unataka kufanya ulinzi, yani kuhusu kujiosha uchafu, kujiondoa, ili tunda ni muhimu. Unachukua maji yake hivyo hivyo kupitia kwa jicho, unaweka kwa beseni. Alafu ukishaweka kwa beseni, unaombea. Ukishaombea, mwaga kutoka kwa kichwa. Uchanganye kwa maji yako ya kuoga ili yawe mengi sasa. Sasa osha kichwa, osha mwili na hiyo maji, ukiwa umefanya maombi yako vile unajua. Ukishamaliza, usikaushe mwili wako na towel. Utaacha ikauke juu yake. Hiyo yenyewe itakuwa imeleta uzuri na imeondoa ubaya juu ya mwili wako kutumia ile tunda. Hizi pengine kuna watoto ambao wanafanya mitihani au watoto wanaosoma, tuseme jumla watoto wanaosoma na wanataka kurudi shule. Kama sasa watoto wote katika hapa Kenya wameenda katika likizo fupi. Wengi watarudi Jumapili jioni, wengine Jumatatu. Kila ambacho unafanya, mtoto wako akitoka, akienda nyumbani, akirudi shule, unaweza kuchukua, unamuosha na maji ya nazi. Unaosha kichwa kila wakati mara 3, unazungusha kichwa mara 3, unaosha mara 3. Hiyo itasaidia kuondoa ile stress ya shule na ile negativity ambayo amekutana nayo na watoto wengine kule kwa shule. Na hakuna mtu ataweza kuiba nyota ya mtoto wako akiwa shule. Na kile Mungu alimuumbia, hicho kitu Mungu ataendelea kumuhifadhi na kumtunza mpaka afikie ile malengo ambao Mungu alitaka huyo mtoto afanye. Na pia kila mwanzo wa mwezi, kwa wale ambao mna watoto mnafikia kila mwezi na pengine wanakuja nyumbani, wanasoma wakirudi nyumbani, kila mwanzo wa mwezi, wiki ya kwanza unaweza kumuosha kichwa, na mambo hayo itasababisha memory yake ibaki
Maji yale unaosha kichwa kila mwanzo wa mwezi, itasababisha ile akili yake itabaki ikiwa makini kukumbuka yale mambo ambayo yote yalikuwa yamefundishwa. Ikifika wakati wa mtihani, Roho wa Mungu atamkumbusha yale mambo yote. Hakuna mwizi atakuwa amempatia kikapu ya nini, brain ya kikapu, yani ubongo wa kikapu. Kuna ubongo wa kikapu ni ule ubongo usioshika mambo. Unaweza kuchota maji na kikapu kweli? Sasa vile unachota maji na maji inapita, hivyo hivyo ndio ubongo wa kikapu, ukifundisha vitu vinapita. Na hiyo ndio inapewa wanafunzi, alafu inachukuliwa ile nyingine. Sasa hii huduma hii itasaidia kuhifadhi na kutunza ubongo wa mtoto yule. Sasa kuna kitu kingine ambayo nimesahau kukuambia. Ni vitu vingi sana hii inaweza kufanya, lakini kwa hayo machache yenye nimekusaidia, si uende utumia hiyo, uone kile Mungu atafanya juu ya maisha yako. Utaona wewe mwenyewe tu na itakusaidia. Si ubarikiwe mwanangu. Tukutane kwa hiyo video nyingine. Asante.